Mjambo watu wa Swahili Gospel TV, ni kukaribisha kwenye exclusive Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kazi mbalimbali ambazo tumeziona ni za muhimu sana kukuletea. Kama kawaida ya Swahili Gospel TV, tuna kidogo sana ambacho tunakuja nacho, tunakuja na vitu ni vizuri. Na leo tuko na Gospel Time ambao tutakuwa na nabii au tumuita prophet ambaye ni Rigen, ambao tutaongea naye na tutamsikiliza kuhusu swala ambalo watu wengi kuzungumza kwa sababu ya wanabii ambao wengine wanajiita manabii, wale ambao wana wito na Mungu, na wengine wanakuwa kabisa ndio kama hivyo umekurupuka tu umeingia kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo leo tutakuwa na nabii huyu, atatuelezea. Pia usisahau tu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, atatuelezea huko ambapo alipotokea na huko ambapo alipofikia hadi alivyoingia kwenye masuala ya kuwa nabii. Kulikuwa kuna wito gani upande wake, na atatuelezea kwa ukina sana kuhusu wapendwa watumishi wa Mungu, na wasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Gospel TV, asante kwake Christian Bjorge from Norway ambaye anaendelea kutusupport sana ili kazi zetu ziende mbele sana. Tumwachie mic. Hii ni Gospel Time. Wapendwa watumishi wa Mungu, na wasalimia. Kongo, wengine uko Marekani. Bwana Mungu awabariki sana. Sasa mimi nimeitwa Nabii Rigen, nimeishi hapa Kongo na ninafanya huduma wangu Kongo. Bwana Mungu awabariki sana. Asante sana kwa swali hiyo, ambapo tutaongelea leo. Tutaweza kuchanganya kwa Swahili na Kifaransa kidogo kwa ajili tuelewane vizuri. Asante sana. Halafu mimi ni mwimbaji toka zamani. Nimekuwa nimeimbia Mungu kwenye kwaya, nimefanya kazi ya Mungu kwenye kanisani, yani nimeimbia Mungu hivyo. Lakini kutoka kuimbia Mungu, lakini Mungu kaniita tena kwenye mwito wa unabii. Inamaanisha nini? Kuna tofauti ya zawadi na huduma. Kuna wengine wana zawadi na wengine wana huduma. Alafu kama mtu ana zawadi imeonekanika, hata mtu amekuja na miezi 6, miaka 6, miaka 10, zawadi imeonekanika. Lakini kwenye huduma imepanda tena kwa zaidi. Yani huduma ni kitu ambapo mtu anikifanya kwa makini, na mtu anikifanya kwenye mwito wa Mungu. Yani Mungu asiiti mtu akingali mtoto. Kama tumesoma kwenye Biblia, utaona Yesu Kristo kwa kuja kwake duniani hapa alikuwa mtoto. Lakini kama alikuwa mtoto, ametumika na zawadi. Yani kufika muda, mimi nisha miaka ngapi hiyo kwenye Swahili, 30 kwenye Swahili, miaka 30. Yani kafikia kwa miaka 30 hapa tumemuona sasa Yesu kaanza kazi ya huduma, sio ya zawadi. Kazi za huduma. Inamaanisha nini? Mungu katuita utoto, tumefanya wimbo, tumeimba, tumefanya kila kitu, tumetangaza Injili kupitia wimbo. Na umepata wito wa Mungu namna gani ambavyo umejisikia kabisa kuwa una wito wa kufanya huduma ya unabii? Sehemu gani? Lakini kuna kwa muda mmoja nilikuwa nikiimbe, umesikia Mungu kakwambia vitu. Unaimba tu, unasikia Mungu kakwambia maneno za watu. Hapo sikuitwe nabii. Hapo nilikuwa tu mwimbaji kawaida. Lakini ndani mwangu nimejua kama kuna huduma. Lakini umeenda sehemu nyingine ukiimba, kuna wanabii wengine wanakuambia nani Mungu amekuita kwa ajili uwe nabii. Yani ukiimba kuna watu wanafunguliwa. Sasa kunapita masiku, siku moja tumeanza kukusanyika kwenye kundi za maombi, yani dans le groupe de prière kwa Kifaransa. Alafu tumeomba siku ya kwanza, nimealikwa sehemu moja hivi kuimba. Alafu nimeenda pale sehemu kuimba, kulikuwa nabii mmoja au nabii kahubiri. Sasa mimi nikaimba. Unabii kasema Mungu kaniambia nikupage mafuta za unabii.
Unajua entre parenthese nataka niongee nini? Kuna watu ambapo Mungu anaita na watu ambapo wanamuita Mungu. Yaani kwenye mwito ya Mungu haitakiwe mtu kwenda kutafuta mtu au nabii au pastor kapangilia kama leo watanipaga mafuta. Watu wote kwenye Biblia Mungu katuma wanabii kutoka mbali, na wanabii wanakuja wanatuambia, wakaongea wakasema Dieu m'a envoyé de te oindre. Yaani Mungu ananituma kwa ajili ya kupaka mafuta. Hiyo ni mwito wa Mungu. Yaani na tofauti ya mtu ameamuka leo amesema mimi nataka leo wanipage mafuta niwe nabii. Sisi sio hivi. Baadhi ya hizo nyimbo zako zote, nyimbo gani ambayo wewe ulikuwa ukisikia unaona kabisa huu wimbo ndo unabariki watu na huu wimbo ni mzuri zaidi, hata mimi mwenyewe unanibariki? Nyimbo zote Hawahi kufikiria kufanya kolabo na wasanii ambao ni wa Injili kama wewe, ambao wanafanya vizuri, ambao ni wa hapa Kongo? Sijawahi. Kwa nini sijawahi kufanya na wasanii wengine? Kwani sisi tunafuata mwenendo wa Mungu. Yaani Mungu kanyambie fanya na huyo, tumefanya. Okay. Lakini kama Mungu asiruhusu hiyo hatuyafanye. Na wanaweza wakamjuaje mtu ambaye sio kweli anachokifanya, ni maigizo, na watu wanaweza wakamjuaje huyu ni wa kweli? Ambacho kimewaingia watu, mtu mwingine anaweza akaamka toka kurupuka kesho akawa nabii, na hiyo inaleta changamoto nyingi kwenye familia nyingi. Hawa wachungaji kama hao, wewe unaweza kawaambiaje? Unajua unabii sio kitu ambapo kimeleta changamoto kwenye familia. Na ukitoa unabii unaleta changamoto kwenye familia, yua kama huo unabii sio wako. Okay. Kwani unabii unakuwepo ndio kuongoza watu, kusaidia watu na kwenda sawa sawa kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa kwa mapenzi ya Mungu na watu wamrudilie Mungu. Lakini kama mtu ameleta unabii unaleta changamoto, sio unabii huyu. Huyu ni mapepo. Hayo ni mapepo tu kweli nakwambia. Okay. Ndugu zangu, mapepo. Mtu mwingine anaweza akaamka toka kurupuka kesho akawa nabii, na hiyo inaleta changamoto nyingi kwenye familia nyingi. Hawa wachungaji kama hao, wewe unaweza kawaambia kwenda sawa sawa kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa kwa mapenzi ya Mungu na watu wamrudilie Mungu. Lakini kama mtu ameleta unabii unaleta changamoto, sio unabii huyu. Huyu ni mapepo. Hayo ni mapepo tu kweli nakwambia. Okay. Ndugu zangu, mapepo. Asafike tunajua wanabii wao. Sio tukupulumuka wametachupia watu, wametaa vitu. Hao sio wanabii wa Mungu jamani. Mungu pa Mungu na kufuata neno la Mungu. Mwanzo ya kila kitu hapo unabii. Mwanzo ya kila kitu ni neno. Na neno, mtu kama una neno, hata nabii amekuja amekupatia unabii sio mbaya, lakini kama umekuwa na neno, umekaa kwenye neno, hauwezi kuleta changamoto kwenye familia. Na kama nabii kakuongelea kwa uongo, lakini utamwambia tu nabii sio kweli, sio tatizo, naomba tu nabii hiyo sio kweli, hiyo italeta changamoto kwenye familia lao. Kwa hiyo hata kama ukiletewa unabii una uwezo wa kukataa pale pale. Jamani, kama mtu ameongelea uongo sio nakataa. Mtu akiongelea uongo, yaani wewe una mume na ninafika nakwambia kama wewe una mume, una watoto 6. Mimi sina mume, sina watoto, lakini niitike tu kama mimi na mume na watoto, sinafanya dhambi. Hii dhambi. Lakini hapa nitakwambia hapa nabii umeongea hongo, hiyo sio kweli, hiyo sio kweli, hiyo ni uongo. Kweli. Kapela kidogo na wimbo wako tutaweka baadhi kwa wimbo wako wa mwisho hapa ambao umeuachia. Mwaka umeanza. Mwaka umeanza huu. Na katala hii. Tunaweza tukausikiliza kidogo. Haya, imeimbiwa nini? Nakatala hii mwaka, nakatala kulia hii mwaka, nakatala kutesa hii mwaka, nakatala magonjwa hii mwaka, vyote vifike hii mwaka, lakini haya hapana hii mwaka. Kwenye lugha za Tanzania wanasema lakini aibu hamna, sitaki aibu. Vyote vifike hii mwaka, sitaki aibu hii mwaka. Hapa Kongo tumeimba vyote vifike hii mwaka, lakini haya hapana hii mwaka ni owe babangu, hii mwaka ni chumbiwe babangu. Yaani hiyo ndio wimbo wa mwisho umetoa. Tunashukuru pia na tunashukuru watu wote wanakuwa wanatusaidia kwenye mtandao, wakati tupelekea habari njema ya Mungu.
sehemu yote. Asante sana. Unaweza ukaombea, kuna matatizo ambayo yametokea kama mnavyosikiliza kwetu Kongo, kuna mambo mengi sana. Kama huko Kivu Kaskazini, huko Nord Kivu, huko maproblema, mashida mbalimbali, vita ambavyo vinavyoendelea, watu wanauawa kila siku. Labda mchungaji unaweza kutoka kwenye nabii unaweza kutoka kwenye mikono ya Mungu, ukaiweka pia hiyo sehemu ambazo kuna shida mbalimbali ambazo kuna mambo mengi, ukaiweka pia kwenye mikono ya Mungu. Ataongea kitu moja. Unajua kwenye Biblia Mungu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa salama, lakini napenda sehemu moja akitoka kwenye huruma kwa Mungu wa mavita. Unajua? Nataka niwaambie Wakongomani, hiyo sio muda wa kulia tena. Tumeomba sana, lakini Mungu anatushindia, anatuchoma. Na kisha maombi inabidi tupambane vita tu. Sikia? Kuna sehemu nyingine watoto wa Israeli walikuwa wameomba, na kuna sehemu nyingine Mungu kawaambia endeni kapambane vita na Filistini. Unajua? Hiyo sio muda wa kulia, sio muda wa kushika kiwani, kuweka silaha hivi, lakini kuna watu wengine tumelilia wa kutoka Marekani, watu wengine wa huku na huku, hawatusaidie kwa kitu. Sasa ni muda wa Kongomani wanalamuka, tunaamke wa Kongomani tupigane vita. Tupigane vita, kama ni kufa na njaa tukufe. Kama ni kufa na vitu vingine tukufe, lakini tupigane vita. Tusimame tupigane vita na adui zetu, sio muda wa kulia. Wao wana Biblia, wanasoma Biblia, na wao wanaomba Mungu. Na wao wanaomba Mungu adui zetu. Na wana Biblia lakini wanatupiga vita. Sasa hivi sisi wote tunaomba, lakini hapa sasa tusimame tupigane vita. Hii ni ujumbe kwa ajili ya Kongo. Kongomani, simama pigane vita. Chukua silaha, pigia vita, lakini haupigane vita kama unaenda kuchukua udongo wa mtu, hapana. Unapigana vita kwa ajili ya udongo wako. Sio dhambi. Jamani, Kongomani, ndugu zetu wa Goma, wa tule militaire, wa soda wote, waskari wote, simameni tupigane vita. Nataka niombe Mungu tubariki Kongo. Saidia Kongo. Hiyo ni wakati tunataka tupigane vita na adui zetu. Mungu usituache, Mungu usituache tena. Je prie et je déclare pour le Congo, la terre de nos ancêtres, la terre qui a fait naître le prophète et de grands pasteurs, Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Donne-nous la victoire. Ça fait beaucoup de temps, plus de 25 ans, que les gens sont en train de pleurer jour et nuit, Seigneur. Que cette guerre peut s'arrêter comment, Seigneur, si on ne travaille pas et si on ne se bat pas, Seigneur. Je déclare et je prophétise sur le Congo que la guerre nous donne la victoire. Que la guerre nous donne la victoire, Seigneur. Dans cette guerre, nous avons besoin de la victoire, Seigneur. Je prie pour nos militaires. Je prie pour le chef de l'État, Seigneur. Donne-lui la sagesse, afin de faire tomber cette guerre qui nous fait mal au Congo. Nous voyons nos frères, nos sœurs en train de mourir jour et nuit. Seigneur, donne-nous la victoire. C'est au nom puissant de notre Seigneur, je prie et je déclare la victoire à Goma. C'est au nom puissant de Jésus, j'ai dit Amen. Swahili Gospel TV, na hii ambayo ulikuwa unaisikiliza ni Gospel Time ambayo tulikuwa na Nabii Arigwe, ambapo ameongea mengi kuhusu Kongo, kuhusu mambo yake ya muziki na kuhusu pia huduma yake ya unabii ambayo Mungu aliiweka ndani yake. Ametoa ushauri mbalimbali, na wewe kama unaendelea kusikiliza, ametuambia kuwa manabii wa uongo tutawatambua kupitia maneno yale wanayotuambia. From nowhere mtu akaja akakuambia kuwa umeolewa, akaleta mfano kwangu, lakini baadaye ukajua mimi sijaolewa, lakini ameniambia nimeolewa, lakini mimi sijaolewa. Then ndio kama hivyo. Amezungumza mengi sana. Labda nikukaribisha tu kuendelea kufuatilia Swahili Gospel TV kwenye mtandao wako wa kijamii. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment kwenye YouTube channel yetu ya Swahili Gospel TV. Na leo tupo Kongo ambao tutakuletea Gospel Time na exclusive interviews zote ambazo tutakuwa tunaziandaa mara kwa mara. Endelea tu kutufuatilia. Asante pia.